Hello. Naam, uhali gani mtazamaji wa Electronics Repair Class TZ, karibu tena katika channel yako pendwa. Leo tuione simu aina ya Infinix ambayo simu hii imekuja ikiwa na changamoto ya kushindwa kuchaji. Kama unaweza kuona hivi, tukijaribu kuplug in umeme haiwezi kuchukua voltage kabisa, manake haiwezi kuwaka hata kidogo. Kwa hivyo sasa tunataka kwenda kuona ni nini kinachoisumbua, iwapo kama inaonekana ni system charger ama ni battery. Vyote hivyo tunaenda kuviona ndani ya Electronics Repair Class TZ. Na kama ndio mara yako ya kwanza kuona video hii, basi umefika sehemu sahihi. Na sasa unaweza kugusa alama ya subscribe, lakini pia ukalike. Comment yako ni muhimu kama kuna jambo lolote unahitaji kubadilishana mawazo na mimi. Hatua za kuifungua ni zile zile, tuifungue kwa hatua, lakini pia tukiwa makini ili tuweze kuona ni kitu gani ambacho tunaenda kukisolve ndani ya simu hii. Okay, naam. Sasa hatua za kuifungua kama niliweza kueleza, manake hii simu ili uweze kufungua, manake unaanzia kwenye hichi kiplastiki ambacho kiko hapa juu au kifuniko cha juu. Hichi ndio ambao kikifungua basi unaweza kaenda kuifungua frame nzima. Kufungua hauwezi kuvuta kama hivi, ni kwa sababu hiki kimeshaisha, na makubaliano yangu mimi na mteja ni kwamba tutakia kukibadilisha kuweka kingine. Kisha fungua hicho, utaweza kuona nati maeneo kama haya, sehemu ambako nati zimefungwa. Hivyo utafungua nati zote kwa makini, lakini simu inaonekana imechakaa sana, ni kwamba imewekewa gundi nyingi sana, hali ambayo imepelekea mpaka kifuniko chenyewe hakiwezi kushika vizuri. Yeah. Kisha nati zote tunazifungua. Kisha nati zote tunazifungua kwa umakini bila kusahau nati hata moja. Kwa namna inavyoonekana, inaonekana kama simu imechoka, lakini hii housing yake ndio inaonekana kuchoka, na ni kwa sababu ya namna ilivyoweza kurekebishwa kwa mara ya kwanza na kuwekewa magundi mengi. Sasa leo tunataka kuirudisha kwenye upya wake. Kikubwa cha kwanza tuone uwakaji wake, inawaka. Baada ya kuona inawaka, sasa tutaenda kutizama kitu gani kingine ambacho kitafata. Baada ya kuhakikisha tumeweka system charger vizuri ama imeweza kuchaji kwa kuiboost battery, ndio hapo. Lakini pia unatakiwa kuwa makini, kuna mkanda hapa. Huu mkanda unaingia kwenye sensor ambao ni ya fingerprint. Unatakiwa kuhakikisha unakuwa makini sana usije kwa damage. Yeah. Kiukata maana yake fingerprint itakuwa ifanye kazi hapo, utaingia kwenye swala zima la kununua fingerprint nyingine. Okay, sasa tutesti kwanza tuone kama umeme unatokea huku chini kupanda juu huku. Kama kawaida formula ya kupima ni ile ile, hakuna utofauti. Lazima uhakikishe unaenda kwa formula. Lazima uhakikishe una formula nzuri ya kupima vitu au vifaa vya umeme. Ya multimeter iko on. Sasa tuone voltage. Ground unaipatia kwenye battery lolote lile. Tupime kwenye chanya. Chanya voltage hapana, hamna. Testing chanya voltage hamna. Testing chanya, hii ni ground, okay. Chanya voltage hakuna, inaonekana ina 0 point something. Sasa tujaribu kupima hapa, kutokea hapa kwenye connector, then tuje upande wa pili hapa. Tukipima voltage tunapata ni volti 5.1. Volti 5 inapatikana, lakini tukiconnect kwenye simu tukiconnect kwenye simu hatupati voltage zozote kama unaweza kuona. Sasa kumbe tunaenda kupambana kuona nini kinachosababisha hili tatizo ili tuweze kuona namna ya kulisolve. Yes, hii ni Electronics Repair Class TZ, endelea kubaki nami ili uweze kuona mwanzo mpaka mwisho namna gani ambayo tutaweza kulisolve hili tatizo. Kwa hivyo, kumbe kutokea kwenye system charger kupanda mpaka kwenye upande wa connector, basi inaonekana umeme unapatikana, lakini kutokea kwenye connector kuja kwenye kuchaji battery hatupati voltage zozote. Okay, na sasa baada ya kuwa tumeweza kuona kwamba vipimo vinatuonesha voltage tunaweza kuzipata upande wa connector kutokea kwenye system charger huku zinapatikana ni volti 5. Sasa labda tujaribu kutesti kuona kama hii simu inawaka ama haiwaki, yani circuit yake. Hicho ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kufahamu. Tujaribu kwanza kuconnect power. Tuconnect power kwenye power supply. Power supply utaiona mkono wako wa kushoto kwa juu. Hiyo hapo ina volti 4.1. Then tuchukue connector ambayo inaingiliana na hii simu ili kuja kuconnect kwenye battery. Okay, connector ambayo inaingiliana na hii. Oh my god, nimesha damage. Oh, this is a problem. Okay.
connector nimesha damage. Ngoja nijaribu kuitafuta kwanza nzuri. Okay, sasa kwa kuwa tumejaribu kutafuta connector, inaonekana uwezekano wa kutumia connector haupo, kwa sababu connector tayari nimesha damage, nimeshavunja sehemu ambayo ningeweza kuconnectia kwenye connector hapo. Itabidi nitumie waya kwa kuchomelea hapo kawaya kadogo, then tupate chanya na hasi, ambazo hizo nitazitumia kama njia ya kuweza kutestia simu kuona kama inawaka kwanza, kabla ya kufikia hatua zingine zote, kwa sababu tumeshajaribu kuiwasha mwanzo wa kutumia betri yake, ilionekana haina voltage betri. Kwa hiyo najaribu sasa kuona kama naweza kuiwasha kutumia power supply, then nitaendelea na tatizo hili ambalo kwamba inafikisha voltage hapa na then haiwezi kuleta kwenye betri huku. Okay, sasa chanya na hasi waya tunazo tayari hizi hapa. Kwa hivyo nitatumia microscope ili uweze kuona sehemu ambako naenda kuunganisha hizo waya. Okay, tuingie kwenye microscope. Okay, sehemu ambayo tunaenda kuconnectia ni kutokea kwenye hii doti hapa, ambayo hii doti ni chanya. Nasoma kama chanya, na then tutatafuta ground ambayo tunaweza kutafutia hata kwenye round hii ama sehemu yoyote tu, hata upande huu ambao pako wazi hamna shida. Ama hata kwenye hii doti hapa, hii ni ground. Kwa hiyo tutapata chanya na tutapata ground hapa. Kwa hivyo waya mweusi tuunganishe kwenye hii doti hapa. Nafikiri tuchukulie kwenye hii resistor kwa nyuma hapa. Waya mweusi chanya tutaichukulia hapa. Hapa ndio sehemu ambayo tutachukulia chanya. Jaribu kuwekea kasoda kidogo karisasi, ili sio ngumu kuchomelea, lakini pia hasi tutaichukulia hapa. Yeah. Kwa hivyo ground then chanya. Yeah. Hapo waya zote zitakuwa zimeconnectiwa vizuri. Sasa tutoke kwenye microscope. Sasa tutakuja tena na power supply kwa kutumia hizi connector hapa za terminal, ambayo hii chanya nitakuja kuiunganisha hapa kwenye chanya, kwa kuwa kule tayari nimeshaiunga, na hasi nitakuja kuiunga kwenye hasi. Wakati huo tuangalie kwenye power supply kitatokea nini au voltage zitazungukaje. Lakini ingekuwa vizuri kama ningetumia voti za chini kidogo, kama voti 3. Voti 3.7 sio mbaya, inaweza kuwasha simu japo itakuwa iko battery low, lakini itakuwa ni nzuri zaidi. Jaribu kuunganisha kwenye power supply, sioni reaction yoyote. Kwa hivyo kama hakuna reaction yoyote, basi kumbe tunaweza tukaja kuiwasha sasa. Tuone kama majibu yanayotokea ni mazuri ama yanatoka majibu gani. Nazitenganisha chanya na hasi zisigusane huku. Okay. Yes, baada ya hapo button ya kuwashia. Kwenye power supply kule unaweza kuona movement za umeme na tayari simu inaonekana kuwaka. Kwa hivyo kumbe tuna uhakika kwamba simu inawaka. Amejizima ghafla, current zimeshuka. Jaribu kuongeza current na voltage kiasi ya wati 4.2, then tuwashe tena. Kama za kuona tayari simu inawaka. Kwa hivyo kwamba hatuna shida yoyote kwenye upande wa uwakaji wa simu, lakini tatizo tulilonalo ni la kwa nini haiwezi kuchaji betri. Je, ni power IC? Sorry, so power IC ni charging IC, manake inaweza kuwa ni IC ya kuchajia ndio ina tatizo, ama ni kitu gani kingine ambacho kinaweza kusababisha umeme usifike kwenye njia za kuchaji. Yes, simu inawaka vizuri, haina tatizo kwenye uwakaji. Na sasa tunaweza tukadiri sasa na swala ambalo liko mbele yetu, swala la kushindwa kabisa kuchaji wakati umeme unapatikana kutokea kwenye system charger kote huku kuja mpaka kwenye connector, umeme unapatikana. Yeah. Okay.
disconnect hizi wire vizuri kabisa. Baada ya hapo tuiondoe hii circuit, lakini kitu kingine ambacho nataka kuonesha ambacho kitakuwa ni kizuri zaidi kama njia ya kupima kuona nini sababu, basi ngoja ni kuoneshe ili uweze kuona. Okay, tumebaki na circuit peke yake. Sasa kwa kuwa ground tuna uwezo wa kuipata sehemu yoyote ile, hebu cheki kwenye multimeter hapo. Yes, kishawasha hiyo taa nyekundu na ikaonyesha ohms ya 0.3, maana yake iko continuity, iko connected. Sasa tunaweza tukaona kwamba ground kutokea hapa kuja huku tunapata ni ground pure. Yes, ni pure ground. Sasa tukataka kuona kwamba kwa kuwa connection ya hapa kwenye hii connector ambako ndio umeme unakoingilia kutokea kwenye connector kule ya kuchajia ama kwenye system charger. Sasa tunataka tuunganishe waya hapa na then tupate ground, then tuingize umeme kutokea kwenye power supply, tuone ni nini kitakachoendelea. Juu ya power supply itatueleza kitu gani? Je, kuna current yote ile itachukuliwa? Ili tufahamu kama kuna current zinachukuliwa, basi kuna short circuit, ambao sasa tutaenda kutafuta hiyo short circuit iko wapi, ambayo inaweza kawa inazuia uwakaji mzima au mfumo mzima wa kuchaji. Hapa ni chanya, ground tutaichukulia pale pale ambako tulikuwa tumeconnect mwanzo wakati tunataka kuitest kama inawaka. Okay, sasa tu connect ground, connecting ground kwenye sehemu yake, then tuje na chanya, ambayo chanya hii tutaichukulia upande huu karibu na hii connector ambayo inatokea moja kwa moja kwenye system charger kule. Alafu tuje na power supply tena, power supply yes, ikiwa na voti 4.2 ground kama kawaida, then tuje kwenye chanya. Tuangalia reaction ya power supply inasemaje. Chanya hapa hakuna reaction yoyote kwenye power supply kule, na kama hakuna reaction yoyote tuhakiki voltage je zinafika hapo. Ndio formula sasa ya kufanya uchunguzi kugundua kwamba shida itakuwa iko wapi. Kwa kuwa reaction haionekani yoyote ile kwenye power supply, kuna uwezekano mkubwa sana wa kusema kwamba hakuna short yoyote ile ambayo ipo kwenye mfumo mzima wa kuchaji. Sawa, sasa tucheki kwenye multimeter then tupime kutokea hapo kwenye hizi waya. Je, voti 5 zinapatikana? Ya, voti 5 zinapatikana. Power supply multimeter inaonekana kublinki, ni kwa sababu ya mwanga ambao imeface, okay? Ground ndio tuna voti ngapi? Voti 4.3, na tukipima voltage huku kwenye betri tuna 0. Pima voltage kwenye betri tuna 0. Sasa natokea tufuatilie kutokea hapa. Je, hii umeme unaotokea hapo unaenda moja kwa moja mpaka eneo gani, ili tuweze kujua sasa huko ambako umeme unaenda kuna kizuizi gani. Je, kuna fuse imekatika? Kwa sababu ingekuwa kama kuna shoti nyingine yoyote ile inaonekana au kwenye mfumo huu, basi tungeweza kuona kwamba tayari power supply ingeweza kuonesha reaction yoyote kwamba kuna dalili fulani ya umeme kutokuwa sawa. Power supply ingeweza kuonesha hicho kitu. Sasa power supply haionyeshi reaction yoyote, haionyeshi contact yoyote. Kwa mfano tukipigisha short hapa kwenye power supply, unaweza kuona kule namna ambavyo power supply ina shake. Sasa haionyeshi dalili yoyote ile ya short. Haionyeshi dalili yoyote ile ya short. Maybe tunaweza kusema labda kuna protection, pengine kuna current protection. So tunaweza tukajaribu mbinu nyingine tena power supply ili tuondolee current protection, kimaanisha hichi kidude hapa kinaweza ikawa kinatengeneza protection, kwa sababu ikitokea kama kuna short huwa kinazuia. Tujaribu kutumia mfumo mwingine. Okay, nimewaza kuacha kutumia hiyo ambao labda hichi kibooster ambacho kinaweza kikawa na current protection, kwamba inaweza kuzuia kama kuna short isionekane. Jaribu kutumia hizi connector hapa au probes. Connect kwenye power supply, lakini still bado hatupati majibu yote. Maana kama kungekuwa na shida, you connect kukitokea kama kuna short inaenda moja kwa moja mpaka kwenye ohms hizo hapo 64.
Sasa tukiconnect hapa kwenye power supply haionyeshi chochote. Sasa tuifumue tuone nini kinachoendelea huko ndani. Okay, sasa hapa leo ndio tutarealize ama tutagundua kwamba kumbe kazi iliyotokea kwa fundi mwingine huwa ina changamoto kubwa. Wakati nafikiria kwamba voltage hapa hakuonekani kuwa na short yoyote ile kwenye upande wa power supply, na nimejaribu kupima voltage kufika hapa hakuna shida yoyote, yani naona kuna umeme ufiki na hakuna shida yoyote inaonekana kwenye power supply. Nikawaza labda nifumue niende kucheki kwenye mfumo wa nini wa charging IC. Sasa nageuza circuit hivi nakuta tayari ilishafunguliwa kibati hichi na namna kilivyotolewa kilitolewa vibaya. Hebu tucheki kwenye microscope tuone. Hii ni kazi ambayo amefanya fundi mwenzetu, kwa hiyo tusimlaumu sana. Okay, sasa ukijaribu kuona namna ambavyo ilivyo ni kwamba imeshafunguliwa kibati chenyewe, na umeme kwa kawaida kutokea kule kwenye ile connector ya battery, kutokea kwenye connector ya battery kwa kawaida inatakiwa umeme uje moja kwa moja mpaka hapa kwenye ile eneo hapa kwenye hivi dot hivi hapa, ndio ambako umeme unatakiwa uje kwenye hivi resistor hivi vyote hivi vyeusi, ndio maana yake umeme unatakiwa utokee hapa kwenda kule kwenye connector. Kitu ambacho kutokea kwenye hizi resistor maana yake kuna chip iko hapa, haya maeneo ilishaondolewa kwenye hivi dot vingi hivi, hii chip ilishaondolewa. Na sasa kama chip ilishaondolewa kwenye hivi dot vingi, maana yake hatuwezi kupata umeme ambao ungeweza kutokea moja kwa moja kwenye IC ya charging IC hapa. JKIC hapa pia kimeshaondolewa hapa, ambacho ndicho kinachopokea umeme sasa, ambao huo umeme unatokea moja kwa moja kwenye nini? Kwenye connector kule. Maana yake connector inakuja mpaka kwenye hii capacitor hapa. Kiipa hii capacitor inaipa hii IC hapa, IC then inatoa umeme, inagawanya na kuja mpaka kwenye hii IC hapa kuja kupeleka kwenye battery. Kwa sasa kwa namna hii ukiangalia kwanza hapa juu kunaonekana kuna connection zilikuwepo hapa. Kwenye hizi njia hapa kuna connections zilikuwepo hapa, kuna vidoti unavyoona hapa. Maana yake tayari vimesha disconnectiwa, vimesha katwa, na hii IC hatuioni. IC hii hatuioni, lakini pia IC hii hatuioni. Sasa kama iko hivyo hakuna uwezekano wote ule wa kusema mtu tatengeneza, kwa sababu tayari IC hizo uzioni. Maana yake inabidi utafute circuit kama hii ndio uanze kumechi sasa kwamba hapa hii IC ingeingia hapa, inawezekana namba zimefanana ndio uweke. Bila hivyo hauwezi kulitibu hili tatizo. Hiki ndicho kitu ambacho tumekutana nacho leo, na mwanzo nilifikiri kwamba hili tatizo ningelisolve tu haraka, lakini baada ya kuwa nimeendelea kulifuatilia mdogo mdogo nikagundua kumbe tatizo hili ni kubwa na uwezekano wake ni mdogo sana. Of course hii video nitaiposti, lakini pia ili muweze kujifunza kwamba unapokutana na kazi yoyote ile unatakiwa kuhakikisha kwamba unapobandua ile circuit unaibandua kwa makini sana, usijaribu kuivuta au kuivunja kwa lazima. Bandua kwa makini sana ili hata ikitokea kazi na kushinda, fundi mwingine anapopelekewa kazi basi hawezi kuona ni kitu gani cha kufanya. Si kila kazi lazima ufanikiwe. Sio kila kazi lazima ufanikiwe. Ukiangalia circuit wakaji wake huko vizuri, inawaka vizuri tu, lakini hauwezi kuchaji kwa sababu battery tayari haiwezi kupata umeme kutokea kwenye circuit. Labda cha zaidi unaweza kufanya labda hapo ni kuilazimisha kwamba iweze kuchukua umeme direct, na hiyo sio salama. Kuna uwezekano mkubwa sana kwamba battery ikawa imevimba au kawa na shida. Kikubwa tafuatilia kuona kama nitapata circuit nyingine kama hii ili niweze kupata hizo IC, niweze kulipress hapo. Baada ya kulipress basi na imani mambo yote yatakuwa yamekaa vizuri. Basi kama nitafanikiwa kuzipata hizo nitarudia tena kuonesha video nyingine, lakini hii nitaiposti ili tuweze kujifunza kama tutatakiwa kuwa makini. Na simu unaweza kuipokea haraka kutokea kwa mteja akakwambia simu inawaka vizuri isipokuwa system charger ndio tatizo, ukakimbilia kwenye system charger ukabadilisha, kumbe hujaipima vizuri, tatizo liko sehemu nyingine, na hapo mkaingia mgogoro. Na ni mgogoro unapokuja ni pale ambapo kwamba mteja hajakuachia hela, umetumia pesa yako mwenyewe kufanya marekebisho, then unakutana na changamoto kama hii na ulishatumia pesa yako, tayari hicho kitu sasa itakuwa ni mgogoro, kwa sababu mteja hata kuamini, hata kama ataona spare ipo kwa wale uliombadilisha hatoamini, na wakati huo wewe tayari system charge ushaiharibu, na pengine kama umenunua dukani unaweza usirudishe tena. Hiyo ni hasara yako. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama video hii imekupendeza basi unaweza kusubscribe, like and share. Kama hujasubscribe basi gusa alama subscribe. Like and share, comment ni muhimu. Nataka kuona maoni yako juu ya hili swala ambalo umeweza kuliona leo, na ni kitu gani umeweza kujifunza ndani ya Electronics Repair Class TZ. Naam, Electronics Repair Class TZ, we are for you. Bye.